Nimekuja kwenu na mambo matatu. Kwanza nimekuja kuwashukuru. La pili nimekuja kuwapa matumaini. Na la tatu nimekuja kuwasikiliza. Kwa siku 7 mfululizo, mbunge wa jimbo la Nkasi Kusini, Mwalimu Moses Ludovick Kaigere alifanya ziara ya kutembelea kata na vijiji mbalimbali. Ziara hiyo ililenga kutoa shukurani za dhati kwa wananchi kwa kumwamini na kumchagua kuwa mbunge wa jimbo hilo kwa kipindi cha miaka 5, kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo, kusikiliza na kutatua changamoto za wananchi na kutoa mrejesho wa hatua zilizochukuliwa na serikali. Timu ya Malaika TV iliambatana na mheshimiwa mbunge katika maeneo mbalimbali, na hii ndiyo simulizi ya ziara hiyo. Wanasema mdharau kwao ni mtumwa. Hapa ndio nyumbani kwetu. Rukwa Sumbawanga ya leo sio ya jana. Daanda mzungu balozi wa amani. Waiona Rukwa ile, waiona Rukwa ile, karibu nyumbani kwetu Sumbawanga, Sumbawanga, karibu nyumbani kwetu Sumbawanga, Sumbawanga. Waiona Rukwa ile, waiona Rukwa ile, karibu nyumbani kwetu Sumbawanga, Sumbawanga, karibu nyumbani kwetu Sumbawanga. Kasi na Manyere, Kalambo Matai, Alisba Sumbawanga, watu walaena. Safari hiyo haikuwa rahisi. Baadhi ya maeneo yalifikiwa kwa gari, mengine kwa boti na mitumbwi, huku sehemu nyingine zilihitajika kutembea kwa miguu ili kuwafikia wananchi walioko pembezoni mwa jimbo. Nimekuja kwenu na mambo matatu. Kwanza nimekuja kuwashukuru. La pili nimekuja kuwapa matumaini. Na la tatu nimekuja kuwasikiliza. Safari hii ilianza katika kata ya Kala, katika kituo cha afya King'ombe. Mradi huu unatekelezwa kwa zaidi ya shilingi milioni 900 zilizotolewa na serikali, huku ikiwa ni sehemu ya jitihada za serikali kuboresha huduma za afya kwa wananchi. Wakati wa ukaguzi, mbunge alibaini kuwa baadhi ya tofali zilizofyatuliwa zilikuwa chini ya kiwango, na hapa akaagiza tofali hizo zisitumike ili kuhakikisha thamani ya fedha za umma inalindwa. Mtendaji, kwa niaba ya mkurugenzi, naomba mnisaidie mambo yafuatayo. Kwanza, hizo tofali ambazo haziko sawa, injinia aje azikague, ajiridhishe. Haziko sawa, zisitumike. Ajiridhishe injinia. Tunapokuwa tusaidia kwa sababu mkurugenzi ili mwelekeze injinia aje akague hizo tofali ambazo msingi kwa uzoefu wangu mimi naona haziko sawa. Sababu injinia yupo anaweza kuthibitisha juu ya ubora au sio ubora. Kila pili, kokoto zitumike ambazo ni ngumu kwa kadri ya maelekezo ya kwenye mkataba, sababu najua mkataba unaelekeza tutumie kokoto ambazo ni ngumu. Sasa hizi ambazo zinaungaunga zitasababisha jengo baadaye lije lipate shida. Lakini wapongeze kwa namna ambavyo ujenzi wao umesimamiwa, naamini kwamba hata unaoendelea utakuwa ni bora. Nishukuru serikali ya awamu ya 6 na Daktari Samia Suluhu Hassan namna ambavyo imeendelea kukumbuka hata hizi kata za pembezoni kupata zaidi ya milioni 968. Ninaamini kwamba hivi kituo cha afya kitakamilika na tutatoa huduma hizo. Nikupongeze DMO kwa usimamizi mzuri, endelea kupasha sawa ili mradi ukamilike vizuri. Tuna mambo mengi sana, boss, tegemea tupate kokoto ambazo tumepata. Sawa? Basi Mungu awabariki. Mbali na miradi ya maendeleo, changamoto kubwa iliyojitokeza ni uhaba wa maeneo ya kilimo pamoja na makazi. Mheshimiwa mbunge, ndani ya kata hii na hasa na kijiji hiki cha Kilambo, kuhusu hifadhi ya ardhi imekuwa ni changamoto kubwa sana. Watu wanalia usiku na mchana, hususan kwenye ziwa letu ni changamoto. Wametuwekea mabano makubwa, imekuja tena wametuwekea kwenye ardhi mabano makubwa. Baba, niko chini ya miguu yako, naomba ukatuombee na kuomba baba, niko chini ya miguu yako. Mheshimiwa mbunge, katika changamoto hii ya ardhi pasa kuna changamoto ya ardhi kubwa. Wewe mwenyewe na mimi ni mashuhuda wa macho. Ukitazama mlimani ni milima tunaiona,
lakini pia tukiangalia huku ni ziwani, ardhi tulio nayo, ukivuka mlima kidogo hapo sehemu panaitwa Misako, hapo ndo kuna kaalizi kaduchu sana, ni kadogo mno, ambako wakazi wa kijiji hiki wametegemea kwa maana ya kujipatia chakula. Lakini hapo hapo ndipo watu wetu wa TANAPA wanasema wanakuja kutenga, wametenga kama sehemu ya hifadhi. Na nikuhakikishie kabisa Mheshimiwa Mbunge, hifadhi hizi zote ambazo wanaweka hakuna wanyama. Hata kama ungeamua kutembea leo, labda ungekuta nyani ndio wanyama wanaonekana kwenye hizi hifadhi, na tembo upande huu wa pili. Kwa tunashindwa kuelewa kwamba hivi serikali inakuaje mpaka inafika mahali sisi tusiwe na usamani wowote. Tunategemea kilimo, tubanwe huku, tubanwe na huku. Hii hifadhi zinakaa namna gani? Hilo ni jambo la kwanza ambalo nilikuwa nalizungumzia. Ninafahamu kwamba kimekuwa ni kilio chenu, na mimi nawapa matumaini. Mheshimiwa Rais alivyokuja, nilimweleza juu ya Mlambo kwamba ardhi haitoshi, wananchi wanahitaji kuongezewa eneo. Na hata nilivyokwenda bungeni, nilizungumza bungeni kwamba wananchi hawa wana changamoto ya ardhi. Na mimi nilikuwa naomba serikali mambo mawili tu. La kwanza, kuja kujiridhisha na mipaka. Lakini la pili, kama kuna ardhi ambayo pengine watu wa TFS au TANAPA wanayatumia, lakini kimsingi hapo ndani ya maeneo ya wananchi, waweze kurejesha hayo maeneo, wananchi waendelee na kilimo. Lakini la tatu, ni kwamba nalipambana nalo hadi sasa, serikali iweze kuja kufanya tathmini idadi ya watu wanaoongezeka, lakini na maeneo yaliyopo. Je, ni sahihi tuendelee kuthamini wanyama au tuthamini binadamu? Ni jambo ambalo nalisukuma, na Mheshimiwa Rais ametoa ahadi Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba ataleta tume kuja kuchunguza mwenendo halisi eneo ambao mnamiliki kama kijiji cha Mlambo na King'ombe pamoja na Kasapa, lakini pia na kilambo cha Mkoleche na Pasa, lakini idadi ya watu ambao inaongezeka na uhitaji wa watu kwenye kilimo. Maana ninyi ndugu zangu, ziwa liko mbali, sidhani kama wengi mnavua hapa, wengi mnategemea kilimo. Kwa jambo hili nalizungumza sana bungeni, na Mheshimiwa Rais ashatoa ahadi kwamba lazima ite tume kuja kufanya uchunguzi. Na niwaombe tu watakapokuja basi waonesheni, tuone ushirikiano ili serikali iweze kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Hataumiza wananchi, lakini pia hata wanyama wetu hawa hapa watakuwa na maeneo ambayo wataweza kuendesha maisha yao. Kwa hilo nawapa matumaini kwamba na mimi kama mbunge wenu naendelea kulizungumza, kuishawishi serikali, kuishauri, lakini kusisitiza ili ifanye maamuzi ambayo ni sahihi. Katika baadhi ya maeneo, wananchi walitoa malalamiko yao kwa hisia kali, wakitaka majibu ya haraka kuhusu changamoto zinazowakabili. Kama ni barabara, bado hatujazaa watoto. Leo hii tuna watoto ambao walishasoma sekondari na tulishaoesha, bado barabara inafanyaje? Inasumbua. Mheshimiwa Mbunge, utusaidie kwa hili, hasa upande wa barabara. Ndio kilio chetu na kituo cha afya. Barabara haikuanza leo. Bado watoto ambao walianza wamezeeka, hata wazee waliolima barabara wamezeeka. Leo tuna shida. Tunaposema umeme umewaka Kasanga, umewaka baadhi ya nyumba chache. Na sio kwamba tutaki umeme. Tunajua kwamba umeme ni biashara. Ni kwamba hakika tozo takalokuwa tunatoa kwenye umeme, tutakuwa tunachangia maendeleo kwenye taifa la Tanzania. Kwa hiyo umeme nafikiria kwamba sio wa mtu binafsi, ni mali ya serikali. Na kwa sababu hiyo itakuwa ni sehemu ya biashara. Tunahitaji umeme na si kuangalia nguzo tu zimesimama. Kumbe Bwana Kaegere, ukiaminisha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutaka maendeleo katika jimbo lako la Nkasi Kusini, tunaomba tumia jitihada zozote zile ili tujinusuru. Japokuwa sisi wananchi tumetengeneza vyombo vya usafiri kwa kina mama wajawazito kwenda sehemu husika, ziwa likichafuka kaputumbuka yetu katampeleka mama wapeni, lakini gari kuwe mvua hakutakuwa lolote lile, tutakwenda kule tumpeleke mama ili aweze kupewa huduma. Ujue sio ombi, muda mwingine ni kama itabidi tulazimisha. Kama mnavyotulazimisha. Mmesema saizi ukienda loji lazima uwe na NIDA, sio? Si ndio? Sasa na ninyi mnatakiwa mtuletee waandikishaji kutokana na jiografia hii hapa. Kwa sababu kuna mtu leo anasafiri kutoka Kilambo kule hana NIDA. Ujue watu kila siku miaka inaongezeka, sio?
walikuja kuandikisha. Ni mwaka gani ulikuwa na Kilambo? Ni mwaka gani ulikuwa? Sasa 2019 kuna vijana wangapi wametimiza miaka 18? Ni wengi sana. Sasa hawa vijana leo unaenda kuwabana kwamba loji ulali. Kule Sumbanga ana ndugu kule. Atakiwa lale loji. Wewe umembana kwamba lazima uwe na NIDA. Ila hujawaleta sawa andikishaji huku. Na jiografia yetu ndio hii hapa. Si ndio? Sasa hapa tuulizane hapa wana Kilambo. Wangapi hapa wana NIDA? Ni wachache sana. Sasa hao watu naweka kwenye mazingira yapi? Ila kule bungeni mnatoa ni tamko kwamba bana, ili ukalale loji lazima uwe na NIDA. Ili uende benki lazima uwe na NIDA. Kwa kila shughuli ya serikali lazima uwe na NIDA. Ila sasa waandikishaji wa NIDA wako na manyele. Mimi mzee, mimi naziua huku. Takaa huku. Baadaye tena naenda kupata changamoto wapi? Taposafiri. Au nataka kuanzisha kama ni hicho, nataka nifungue nani account, nataka nifanye nini? Mheshimiwa mbunge, fanya hicho moja hivi. Ingaje ilikuwa iko chini sija mkoa wa wilaya. Fanya hicho moja kwa ushauri wangu. Hii siwe kabisa, wala sikuombi. Hii ni lazima kwa sababu umetulazimisha tuwe na NIDA, na wewe unatakiwa ukalazimisha kwamba Jumatatu watu washuke hapo waje waandikishe watu NIDA. Hii sio mzee, hapa tuopaki sasa. Kwa sababu mimi unanibana. Mimi wewe unatakiwa uniletee waandikishaji nikigoma, hapo ndio unichukulie sheria. Sasa mimi nikaanza kuwatafuta huko. Mimi hata na manyele sipajui sasa. Hata halmashauri yenyewe sijui. Ila niletee watu hapa waje waandikishe. Basi kuna vijana wako wengi sasa tangu 2019 mzee. Upande wa shule ya msingi Masokolo tuna changamoto kubwa. Na changamoto yenyewe ni kuhusu wanafunzi wetu. Wanakaa chini, mazingira yalizishi. Unakuta mtoto anatoka nyumbani ni msafi lakini muda kurudi shuleni. Yaani hata maaniki kabisa. Unasikia mheshimiwa mbunge? Yaani unakuta mwanafunzi anakuja kama vile chokola, kumbe mzazi ulimwandaa vizuri na mtoto ameenda shule yuko vizuri. Tulichokuwa tunaomba mheshimiwa mbunge, tunaomba tuongezee madarasa. Pia tunaomba tuletee madamu mwanamke wa shule ya msingi Masokolo kwa niaba ya kuangalia watoto wetu. Tuletee madamu wa kike kwa sababu watoto mtoto unakuta muda mwingine anaugua homa. Mengi ya kusema mbele ya mheshimiwa. Mjumbe wetu Murua hakika unafaa. Tunaanza kwa kusema Mungu tunakuamini. Hatuna tena mashaka, wendo letu tumaini. Hakika tutazipata haki zetu za msingi. Ujumbe wetu Murua hakika unafaa. Sisi wana Kasanga tukuomba kwa hisani, utayatumilia yote tunayoahidi. Sana si barabara, walimu na madarasi. Ujumbe wetu Murua hakika unafaa. Ilani ya Chama cha Mapinduzi imesema hivi, ni lazima tuboreshe maisha ya watu wa vijijini kwenye mambo yafuatayo. La kwanza, kujenga daraja na barabara, lakini pia maji pamoja na mawasiliano. Ilani ya Chama cha Mapinduzi tuliinadi, watu wakaisikia, mkatupitisha. Kwa katika miaka 5 tutapambana kwamba na sisi watu wa hapa katika kijiji cha Kasanga tunapata barabara, ndio jukumu ambalo ninalo hilo hapo. Lakini mahitaji ni mengi pia. Nikasema hivi, wakati tunapambana hata sisi wenyewe tunaonesha jitihada. Nikiona bado hajapata budget hapa, nikisema nimepata milioni 5 tukatengeneza maeneo mengine korofi, si ndio? Na kuja hapa tunaenda kutengeneza ili pikipiki zipite salama, bajaji ziingie, wakati tunasubiri serikali kuja kutengea pesa ya kulima barabara hii hapa. Kwa maana barabara ya kutoka Katongoro kuja hadi Linde tupo kwenye budget mwaka huu wa fedha wa matengenezo. Simona yale makarabati mengine yamenuka, kuna mabonde, si ndio? Tutakuwa na budget ya kuweka matengenezo ili barabara inyooke. Lakini tuna barabara nyingine ya kupita Kakoma nadhani, si ndio? Na wenyewe ni mapambano, tunanyang'anyana nchi nzima kwamba barabara hizo zitengenezwe. Ndio maana nikasema hivi, hata kwenye familia uwezo kutekeleza mambo yote. Na ndio maana serikali inaenda awamu kwa awamu. Mtupe nafasi, mtupe muda kama serikali, kama mbunge, lakini kazi yangu mimi ni kuishauri na kuibana serikali tuweze kupata fedha zije huko. Kwa ndugu yangu Zakaria, mimi mbunge mpya ambao mnaenda kulipima kwa miaka 5. Na mimi siko tayari kuachia ubunge kizembezembe. Nitapambana wakati ambao Mungu atatupa nguvu, kuhakikisha kwamba yale ambayo ni mahitaji ya msingi
tunatekeleza.